uhaba mkubwa wa mafuta na kusimamisha uagizaji wa umeme kutoka Ethiopia. Miaka miwili ya migogoro imesababisha uharibifu wa miundombinu ya umeme unaokadiriwa kuwa dola bilioni 3. Kuna nini kwenye habari rafiki? Naam Bilali, mada ya habari leo ni kwamba hivi karibuni rais wa Uganda Yoweri Museveni aliwahimiza Waganda waliorudishwa nyumbani kutoka Afrika Kusini kuachana na imani kwamba unaweza kufanikiwa ukiwa nje ya nchi pekee, akiwahimiza badala yake kukumbatia fursa nyingi zinazopatikana nchini Uganda. Tumemuuliza msikilizaji anafikiri kwa nini wananchi wengi hufikiria kufanikiwa wakiwa nje ya mataifa yao, na msikilizaji atuambie nchini mwake serikali imewaandalia mikakati ya kuboresha maisha kivipi, na je, wapo waliorejeshwa kutoka Afrika Kusini? Kushiriki, msikilizaji atutumie maoni yake kwa ujumbe wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp akianza na alama kujumlisha kisha 254 Saa 1:35 Afrika Mashariki. Watu zaidi ya 40 wametekwa nyara kaskazini mashariki mwa Nigeria mwishoni mwa juma iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa mmoja wa manusura na serikali ya mtaa katika jimbo la Zamfara. Mizleti Jai, nini kinaendelea huko? Kulingana na vyanzo hivyo, watu wenye silaha walivamia vijiji 11 katika misururu ya uvamizi kati ya Ijumaa na Jumapili wiki iliyopita, uvamizi unaotajwa kuongozwa na kiongozi wa kundi moja la majambazi anayefahamika kama Kachala Saidu. Tukio hili la hivi punde linajiri baada ya mwezi Mei mwaka huu zaidi ya wanafunzi 40 na walimu kutekwa nyara na wanajihadi katika jimbo la Oyo kabla yao kuokolewa katika operesheni ya jeshi mapema mwezi huu. Matukio ya utekaji nyara yameendelea kutumiwa na makundi yenye silaha kama njia ya kujipatia fedha, wakiwemo wanajihadi kaskazini mashariki na magenge ya majambazi wanaoendeleza shughuli zao kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Mahakama Kuu nchini Ghana imemhukumu kiongozi maarufu wa upinzani Bernard Atui Boasiako anayejulikana sana kama mwenyekiti Wontumi kifungo cha miaka 20 jela na kufanya kazi ngumu. Anatuhumiwa pia, anatakiwa kulipa faini ya pesa za Ghana 120,000 kutokana na kuendesha shughuli haramu za uchimbaji madini zilizounganishwa na kampuni yake ya Akonta Mining. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema bara la Afrika sasa linaongoza kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na baa la njaa duniani. Benson Wakoli. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kitengo cha chakula katika shirika la chakula na kilimo duniani FAO, David Laborde, makali ya njaa yalihamia Afrika kutoka Asia licha ya juhudi ambazo zimekuwepo za kupunguza njaa duniani. David anasema juhudi hizo hazijakuwa na usawa. David ameongeza kuwa China imefaulu kudhibiti makali ya njaa nchini humo kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita, na kwa sasa India pia inajitahidi kuzuia raia wake kufariki kutokana na njaa. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 309 hapa Afrika waliathirika na njaa mwaka uliopita pekee, bara Asia likifuata ambapo watu zaidi ya milioni 92 pia waliathirika. Kwa ujumla kiwango cha njaa kilipungua kwa 8.6 mwaka 2022 ikilinganishwa na 7.8 mwaka 2025. Zaidi ya raia wa kigeni 160,000 waliondoka nchini Afrika Kusini katika miezi miwili iliyopita, huku makundi ya wenyeji yakiongeza uadui mkali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali, kulingana na takwimu kutoka serikali zinazowarudisha nyumbani. RFI Kiswahili. Saa 1:38 Afrika Mashariki. Marekani imeendelea kutekeleza mashambulizi kwa kurusha mabomu kulenga miundombinu ya Iran kwa siku ya 11 mfululizo. Rais Donald Trump ametishia kuwa kituo cha nyuklia cha Iran kinachoitwa Pickaxe Mountain kitashambuliwa hivi karibuni. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth akiwa mbele ya kamati ya Senate inayopanga matumizi ya fedha amesema mpaka sasa Marekani imetumia dola bilioni 37.5 not fully funding this department, the Department of War, kutofadhili kikamilifu wizara ya ulinzi, na tunafahamu hilo linamaanisha nini. Inamaanisha kwamba dola trilioni milioni 1.5, ikizingatiwa dunia tunayoishi sasa na janga la bajeti ambalo utawala wa Rais Joe Biden ulitupa. Kukosa ufadhili huo
wa dola trilioni 1.5 ni tishio kubwa linalokabili nchi yetu. Tuchague kuwekeza kwa wanajeshi wetu kipindi hiki tunapokabiliwa na tishio linaloongezeka, au haya yote yatakuwa maneno tu. Saa 1:40 Afrika Mashariki. Na Minzileti Ijaya ameungana nami hapa studio. Habari za asubuhi. Asante Hali Bilali, mzima nashukuru. Hali yako vipi? Salama salimini. Tuanzie kule nchini Uganda. Mwanasiasa mkongwe Moses Ali alifariki mwishoni mwa wiki iliyopita, na hapo jana bunge lilikuwa linatoa heshima za mwisho, na ni kuhusu kifo chake ambapo wamemiminia sifa tele mwanasiasa huyu ambaye aliwahi pia kuhudumu kama mwanajeshi. Lakini mbali na taarifa hii, gazeti la The New Vision limeandika taarifa kwamba dawa za kupunguza maumivu zinahusishwa na ugonjwa wa figo. Nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeendelea kuangazia uhuni unao tekelezwa katika mikutano ya kisiasa, likija na kichwa cha habari paradiso ya wahuni. Katika miaka hivi karibuni, makundi ya vijana wenye silaha yamekuwa yakihusishwa na uvamizi wa hospitali, kufurusha familia kutoka nyumba zao, kutoa majengo ya biashara na kuzuia utekelezaji wa amri za mahakama, huku serikali ikifumbia macho uhuni huo. Nimesikia imekuwa kama ni utamaduni sasa. Bila shaka kila Kenya inapoelekea kwenye uchaguzi mambo ya aina hiyo yamekuwa yakiibuka. Naam, Bilali. Kule nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi limeandika mshahara unatosha, fanya haya utatoboa. Kupanda kwa gharama za maisha kuna lazimisha kufanya mambo kadhaa ili kuepuka matumizi yasiyopangwa na misukosuko mengine ya kifedha, ili mshahara wa mtu uweze kukidhi mahitaji. Mshahara hujawahi kutosha. Bila shaka mara zote wanasema mshahara ukiongezeka mahitaji pia yanaongezeka kabisa. Nipashe limeandika Lissu asema nilinyimwa nyaraka muhimu, adai zilizuiwa kuingia gerezani licha ya kuhitaji kuzitumia katika maandalizi ya utetezi muhimu wa kesi ya uhaini inayomkabili. Habari Leo ikija na kichwa cha habari, Mwigulu ahitaji Afrika uchumi wa dunia, aitaka kujipanga upya na kujiweka katika nafasi yake. Nami nikushukuru sana Mizleti Ijai. Asante. Victor Abuso ameungana nami hapa studio kutujuza habari za michezo. Karibu. Asante sana mwenzangu Bilali. Nzuri kabisa. Naona leo ulianza na kopo la kahawa kabisa. Tuanzie kule nchini Rwanda ambako klabu ya soka ya Police FC imemwajiri kocha kutoka Morocco Raika Jafar kwa kipindi cha miaka miwili. Anachukua nafasi ya Ben Musa kutoka Tunisia kuifunza klabu hii ambayo ilimaliza katika nafasi ya 6 katika msimu uliopita wa ligi kuu ya soka nchini Rwanda. Na kule nchini Uingereza ni kwamba Abdul Fatau, huyu ni mchezaji wa zamani wa Leicester, sasa amejiunga na klabu ya Ipswich Town kwa kima cha pauni milioni 20, na anaenda kusaidia klabu hiyo ambayo inarejea katika ligi ya soka kule nchini Uingereza. Alipokuwa anachezea Leicester City, kati ya mechi 100 alizocheza alifungia klabu hiyo mabao 16. Ana umri wa miaka 22 tu. Anakwenda kuongeza nguvu bila shaka. Na kule Ufaransa ni kwamba Tajed Bodoka anaendelea kuongoza mashindano ya kukimbiza baiskeli ya Tour de France ambayo leo yanaingia katika hatua yake 17 baada ya kuendelea kufanya vizuri kwa siku chache zilizopita. Na leo ni maandalizi ya mwisho kabisa kabla ya kuanza kwa mashindano ya Jumuiya ya Madola nchi awamu ya 23 ya mashindano haya ambayo yanafanyika kule Glasgow nchini Scotland, na wanamichezo watatoka katika mataifa zaidi ya 70 wameshawasili tayari kuanza kabisa mashindano haya. Na rais wa shirikisho la soka kule nchini Hispania Javier Tebas amemshtumu rais wa FIFA Gianni Infantino kwa kuwa na mpango wa kuharibu soka na hasa kombe la dunia, kwa sababu alinukuliwa hivi karibuni akisema kwamba huenda kombe la dunia la mwaka 2030 litakuwa na timu 64. Niliona hata kwenye kombe la dunia hakuweza kushiriki fainali. Na bila shaka ni kushukuru sana bingwa Victor Abuso. Nimkaribishe msikilizaji aweze kupata makala yafuatayo. Afrika
Mashariki. Rais Felix Tshisekedi ameanzisha mchakato huu wa mazungumzo ya kitaifa katika kipindi ambacho DRC inakabiliwa na changamoto. Je, mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuponya majeraha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au ni sura nyingine ya mvutano wa kisiasa? Mchakato huo wa mazungumzo kati ya wakongomani haiko kusema utakuwa nafasi ya kuzima makosa za watu fulani fulani. Muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini DRC Isenko pamoja na muungano wa makanisa ya Kiprotestanti ECC umeanza mashauriano na wadau mbalimbali kuelekea mazungumzo ya kitaifa yaliyotangazwa na Rais Felix Tshisekedi. Hii muda mrefu yote sisi tuliomba na wakongomani wote, wanasiasa wote, kwamba tukae pamoja tuzungumuze ili tuweze kupata suluhisho ya amani kwa nchi yetu. Mashauriano haya yanalenga kukusanya maoni ya vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia, wanawake, vijana na makundi mengine kuhusu namna kutafuta suluhu ya changamoto za usalama miongoni mwa maeneo ni mashariki mwa DRC na mvutano wa kisiasa. Kwa kuangalia historia ya ushirikishaji na utekelezaji wa makubaliano, tuna mashaka kwa mkutano huu wa mazungumzo ambao wanaita dialogue kwa lugha ya Kifaransa. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki. Leo tunaangazia matarajio na changamoto za mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Maltini Nyoni. Karibu tuwe pamoja hadi tamati. Kwa zaidi ya miongo mitatu, mashariki mwa DRC imeendelea kwa kitovu cha migogoro ya silaha. Maelfu ya wananchi wameuawa, mamilioni wamekimbia makazi yao, huku makundi yenye silaha yakiendelea kushindania maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Ni katika mazingira hayo ndipo Rais Felix Tshisekedi alipotangaza Julai 17 mwaka huu kuanzishwa kwa mchakato wa mazungumzo ya kitaifa, akiwapa jukumu viongozi wa Senko na ECC kusimamia mashauriano ya awali yatakayohusisha wadau mbalimbali. Lengo ni kutafuta mwafaka wa kitaifa kuhusu usalama, utawala, maridhiano na mustakabali wa kisiasa wa taifa. Lakini je, mazungumzo haya yana nafasi ya kufanikiwa? Lwanzo Kasonya ni mwanachama wa Muungano wa Demokrasia na Maendeleo ya Jamii UDPS. Anasema Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kupokea wakubwa wa madhabahu kanisani za makanisa katika nchi yetu, na aliweza kuwaarifu ya kwamba yeye kabisa iko tayari kuanzisha mazungumzo ya wakongomani halisi ili wakongomani wote waweze kuungana mkono mkononi, waweze kushikamana ili kabisa sisi sote tuweze kupiganisha uvamizi wa eneo fulani fulani za jimbo la Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini ambazo zimezibitishwa na uasi wa AFC M23. Rais wa Kongo aliona ni kia muhimu kabisa wakongomani waungane, waikale kwenye meza moja, wazungumuze, waungane, washikamane ili kabisa tuweze kupata amani. Kwa upande wa chama tawala cha UDPS, mchakato huu unatekelezwa kwa mafursa muhimu ya kuwakutanisha Wakongo wote ili kujadili hatima ya taifa kwa njia ya amani. Mchakato huo wa mazungumzo kati ya wakongomani haiko kusema utakuwa nafasi ya kuzima makosa za watu fulani fulani, watu ambao waliweza kuchukua silaha ili waweze kuua wakongomani, wapore mali ya wakongomani sasa kwenye maeneo ambazo zimedhibitiwa na jeshi la Rwanda, wakivichama nyuma ya Corneille Nangaa AFC M23. Na tunawazani ya kwamba kikao ambao kinaandaliwa kwenye nchi yetu kitaweza kuunganisha wakongomani ili waweze kushikamana na waweze kukimbiza adui. Hata hivyo, upande wa upinzani una mtazamo tofauti. Mwenyekiti wa harakati ya Article 64 Tumaini Biamungu anasema mazungumzo yanaweza kuwa na maana
iwapo yatakuwa huru, jumuishi na yatatoa nafasi sawa kwa pande zote. Rais Felix Tshisekedi ameanzisha mchakato huu wa mazungumzo ya kitaifa katika kipindi ambacho DRC inakabiliwa na changamoto. Na changamoto hiyo Rais Felix mwenyewe naye ni mojawapo, na yawezekana nachukua mengi zaidi ndani ya changamoto hii. Na ni yeye ambaye hii muda mrefu yote sisi tuliomba na wakongomani wote, wanasiasa wote, kwamba tukae pamoja, tuzungumuze ili tuweze kupata suluhisho ya amani kwa nchi yetu, lakini Felix alikuwa anakataa, na leo amekuja kubali dialoga, lakini mazungumzo haya Felix inakuwa kwamba anaweka vikwazo ndani taka ili apate wanasiasa wengi ambao watanunua kwa pesa waendelee kwa ngambo yake na wasahau makosa yake na wamsindikize kwa maoni yake, na maoni yake ni kwamba abaki madarakani, na japokuwa hiyo haitakuwa kwa faida ya raia. Mjadala mkubwa unaojitokeza ni kuhusu kiwango cha uaminifu kati ya serikali na upinzani. Wapo wanaofia kuwa bila dhamana ya utekelezaji wa makubaliano, mazungumzo yanaweza kubaki kwa ahadi nyingine isiyobadili hali halisi ya wananchi. Aidha, viongozi wa dini wamepewa jukumu zito la kuwa waamuzi wanaoaminika katika mazingira ambapo taifa linaendelea kukabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama. Kuangalia historia ya nchi yetu, kuna vikao vingi ambavyo viweza kuandaliwa, lakini kwa mwisho watu waliweza kugabula mavyeo, lakini mpaka leo hii hatujawahi kupata amani ambayo inadumu. Amani ambayo inadumu ni utatokea kwenye umoja wa Kongomani. Kwa upande mwingine, viongozi wa M24 wanasisitiza kuwa mafanikio ya mazungumzo atategemea tu uwepo wa meza ya majadiliano, bali pia dhamira ya kisiasa ya kutekeleza yale yatakayokubaliwa. Mouvement article 64 M64 mouvement yetu ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuna mashaka kwa mkutano huu wa mazungumzo ambao wanaita dialogue kwa lugha ya Kifaransa, kwani wakati kunakuwa mazungumzo ambayo inatakiwa kwa wote na kwa upande hii na ile, yaimaanisha kwamba kuna shida. Na wakati mazungumzo inatakiwa, sio muda ya kuanza kushetana vidole wala kuhukumu wengine, ni muda kwanza ya kusameheana, na baada ya kusameheana hapo sasa tunaangalia intere ya nchi, donc kuona faida ya nchi yote kwa pamoja na faida ya wananchi, sababu ni wao ambao wanateseka, na wanasiasa wa Kongomani hasa zaidi ambao wako ndani ya madaraka kuanzia kwa Felix Tshisekedi wanapaswa kujua kwamba wao sio watu wa maana zaidi ya raia, wala sio watu ya zaidi kuzidia nchi ya Kongo. Nchi ya Kongo imewatajirisha, nchi ya Kongo imewafanya wajulikane na gizi wako, na gizi anaendelea kusafiri. Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, historia ya DRC inaonyesha kuwa kumekuwepo na mikutano na makubaliano mbalimbali ya kisiasa, lakini utekelezaji wake mara nyingi umekuwa na changamoto. Hilo linaifanya safari ya kuelekea mwafaka wa kitaifa kuwa ngumu. Kwa sasa macho ya wananchi wengi wa DRC yanaelekezwa kwa viongozi wa dini waliokabidhiwa jukumu la kusimamia mashauriano hayo. Wengi wanatarajia kuona mchakato utakaoleta maridhiano ya kweli, kurejesha usalama mashariki mwa DRC na kujenga mazingira ya utulivu wa kisiasa. Wanasiasa wasione kutafuta cheo ndani ya mazungumzo hiyo, naamini kutakuwa amani na usalama. Tuone kwanza faida ya nchi, tuone faida ya usalama wa raia, na tuone mahali gani tutaweza kukomesha ubaguzi ambao umepanda kiasi zaidi ndani ya mazungumzo. Tujifunze kukomesha hiyo ubaguzi, sababu ni chanzo, ni shida kubwa sana ambayo imebomoa Wakongomani, na ndio vita vibaya sana hivyo. Iwapo mazungumzo haya yatafanikiwa, yanaweza kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa kihistoria ya DRC, lakini yakishindwa, huenda yakazidisha hali ya kutoaminiana kati ya serikali, upinzani na wananchi. Vikao ambavyo nje tuweza kuandaa na vuguvugu hizo za waasi havikuweza kuleta amani ambayo inadumu. Lakini ni nini sasa kinaweza kutuletea amani ya kudumu na maendeleo iweze kufuatilia kama kawaida? Mimi nawaza sisi tunapaswa kujenga jeshi la kuogopesha, jeshi ambalo lina vifaa. Asante sana mwenzangu Bilali, nzuri kabisa. Naona leo ulianza na kopo la kahawa kabisa. Tuanzie kule nchini Rwanda ambako klabu ya soka ya Police FC imemwajiri kocha kutoka Morocco Raika Jafar. Ndio hali ambayo msikilizaji, asubuhi njema hii ambapo nazidi kufuatilia
matangazo yetu ya asubuhi haya msikilizaji, ambapo ni awamu ya kwanza ya matangazo yetu ambayo yanakujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Elekea ukingoni hapa. Wananchi wengi hufikiria kufanikiwa wakiwa nje ya mataifa yao. Nchini mwako serikali imewaandalia mikakati ya kuboresha maisha? Na je, nchini mwako pia wapo waliorejeshwa kutoka Afrika Kusini? Ushiriki, tutumie maoni yako kwa ujumbe wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha kisha 254 Ndio hali halisi yamekuwa ni matangazo awamu ya kwanza ya asubuhi